Nataka kuambia nyinyi katika historia ya nchi hii, huu ukanda wa Afrika ya Mashariki kutoka huko Banadir mpaka Sofala. Nikisema Banadir ni kaskazini mwa Mogadishu huko katika mto wa Shebeli mpaka kusini huko Sofala katika delta ya mto Ruvuma huko. Yote hii ilikuwa ni daula iko chini ya Uislamu. Alikuja mwanachuoni mmoja akiitwa Abu al-Hasan al-Husayn ibn Ali al-Mas'udi, ameandika kitabu kinaitwa Muruju Dhahab. Yeye amefariki mwaka 345 Hijiria, ambayo ilikuwa ni sawa sawa takriban mwaka 900 na kitu, kwa sababu amefariki mwaka 916. Aliwahi kuja huko, alifika mpaka kwenye kisiwa kinachoitwa Kambal, inasemekana kwamba ni Pemba. Asema mimi nikawakuta watu wake wengi ni Waislamu, wenyeji wake ni Waislamu, tena wanazungumza kwa lugha za Kibantu, na kuna maneno akayaandika pale kwa lugha ya Kibantu kuonyesha wanazungumza hivi. Kuna viazi vitamu, vyakula vyao wanavyokula, mkono wa tembo. Miaka 1000 iliyopita tayari watu wana Uislamu wao. Mwaka 975 alikuja, nasema miladia sio hijiria, 975 alikuja al-Hasan bin Ali na watoto wake kutoka Shiraz. Yeye mwenyewe akafanya makazi kule Kilwa, akaijenga Kilwa. Katika karne ya 14, yani miaka 500 baada ya kujengwa Kilwa, alikuja mwanachuoni mmoja wa Kiislamu msafiri baharia akiitwa Muhammad bin Abdullah bin Batuta kwenye karne ya 14. Alikuja wakati ule mtawala alikuwa ni Abul Mawahib. Alikuta watu kwenye kima cha juu kabisa cha utajiri na maendeleo. Uislamu tayari ulikuwa ushapiga hatua. Kilwa imejengwa na miji mbalimbali, Mombasa imejengwa, Mogadishu imejengwa, maendeleo makubwa kabisa. Lakini angalia alipokuja mzungu Mreno Mkatoliki Aprili 1498, anakuja Vasco da Gama katika ukanda huu, akaja akaikuta Kilwa. Kilwa ishaendelea siku nyingi. Walipita huko kwenye Cape of Good Hope wanaita, huko kwenye rasi ya Tumaini Jema huko kusini mwa Afrika. Wakaja wakaingia, akashangaa kumbe watu wamepiga hatua namna hii. Akaandika barua Ureno, likaja jeshi kutoka Ureno 1500, likaja jeshi kutoka Ureno, likaja likavamia miji ya mwambao wa Afrika Mashariki ambayo tayari ilishaendelea. Waliipiga kwa mizinga, wakaichoma Kilwa ili tu waingize Ukristo kinguvu. Wakaichoma Mombasa, wameichoma kikweli kweli. Hili ni jambo linafahamika historia na hakuna anayelipinga jambo hili, hata wao wajua. Waislamu waliishi katika madhila chini ya Mreno kwa miaka 200. Mreno alikwenda mpaka Oman, akaiteka Oman, akaitawala kwa miaka 114. Wa Omani hawakukubaliana na jambo hili. Alisimama yule mtawala al-Yarubi wa kwanza, akapambana nao. Alipofariki akaja ndugu yake Saif, akapambana nao, ibn ammi yake, akawatoa. Wareno wakatoka Muscat. Maana wale wa kwanza alipambana nao ikawa bado wameshika Sohar, wameshika Muscat, lakini alipokuja ibn ammi yake akawatoa, wakatoka Wareno katika nchi ya Oman. Kwa kuwa kuna mafungamano ya kidini na damu baina ya watu wa Omani na watu ambao wa Afrika Mashariki, wazee na wakuu wa miji hii walikaa vikao vya kuomba msaada kutoka Omani. Wakatumwa wazee kadhaa, akiwepo mkubwa wa mzungu kama wajua hivi, mzee mmoja kidigo kwa Mombasa, nendeni kwa al-Yarubi mkamuombe msaada aje atusaidie kuwaondoa hawa Wareno washenzi. Msaada ulikuja, mapambano yakapita kwa muda mrefu. Mreno alitoka kwa mkataba kwamba Mwarabu akija hapa tutawapiga sisi, lakini tutawala sisi. Yakakubalika hayo, sisi tutasaidia, njoo tusaidie, tutawala, haina shida, ardhi yenu, sisi ni ndugu zenu. Wakatolewa ile 1700 na kitu, lakini hawakuja hapa ila baada ya kuingia 1800. 1804 Zanzibar, yote inaitwa Zanzibar hii, kutoka huko Sofala Tibri kama wanavyoita mpaka Mogadishu na visiwa vya Pemba na Unguja na Mafia na vinginevyo, vyote hivi ni Zanzibar. Wakaja wakaweka makazi hapa. Tena
Wakati huo tayari al-Ya'rub yashaondoka, amekuja mtawala wa Abu Said, alikuwa ni Sayyid Said bin Sultan Abu Said. Akaingia hapa Unguja mwaka wa 1000, yani ikawa iko chini yake mwaka wa 1804. Hakuja mapema yeye kwa sababu ulikuwa na mizozo mingi, mara wale wameasi, mara hivi. Baada ya miaka kadhaa kama 20 na kitu ndio akaja katika mambo huu, akaishi Unguja, akaitawala kwa muda wa miaka 52. Akaleta mambo mengi kimaendeleo, akatawala kutoka kusini mwa mto Ruvuma mpaka huko kaskazini mwa Mogadishu na Unguja na Pemba, ikawa yote ni nchi yake kwa chini yake, na maendeleo mengi yakafanyika, watu wakafika kwenye kima cha maendeleo. Leo mnakuja kuwanyanyasa watu. Waarabu hawa wametawala, na wale baba zenu na wale mabwana zenu walikuja kufanya nini katika mambo huu kama si uharibifu? Wakaja Wajerumani humu wakafanya mambo mengi ya uharibifu, wakaja Waingereza humu walioyafanya nyinyi mwayajua, na ubaguzi waujua, wakayabagua mataifa haya, wakawakata watu, makabila yakatenganishwa. Leo kaiko mpaka pale kwamba hawa wa huku hawa wa huku Kenya, huku Tanzania. Baada ya Berlin Conference 1884 wakazigawa familia, Wadigo wa Mombasa, Wadigo wa Tanga. Kule kuna kila mpaka kuna utakuta makabila mengine yako huku, mengine yako huku. Kuna Wamasai na huku kuna Wamasai, huku na Wajaluo kuna Wajaluo. Wakagawa, wakakata wanavyotaka wao, wakagaiana mapande ya nchi, wakazitawala, wakachimba mashimo, wakachukua na vitaka wakapeleka kwao. Waliweka kitu gani? Abu Said amepanda mikarafuu tuiona. Wao waliweka kitu gani zaidi ya kupalilia Ukristo wao na kutaka kuwagawa Waislamu na kuwadhalilisha? Sasa mambo kama haya yakizungumzwa inakuwa ni uchochezi kwa upande fulani, lakini Waislamu si watu wa daraja la pili katika nchi hii. Wana historia ndefu kabisa ya kuonyesha kwamba wao wako katika msimamo madhubuti na hali madhubuti kabisa ya kuipigania nchi hii kiuzalendo kabisa. Sitaki kuyazungumza mengine mengi, lakini nasema hivi, atakayegusa mstari wa amani katika nchi hii au mahali popote pale, amegusa mahali pa hatari. Hafai kunyamaziwa kimya. Wenye mamlaka watakiwa waliangalie bila kumtazama yoyote. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.